Niwakaribishe wote kwenye ujumbe wa nguvu ya msalaba. Na katika mateso ya Bwana Yesu tumekuwa na semina ya baraka sana. Tunaposoma katika kitabu cha Mathayo sura 28 kuanzia mstari wa kwanza mpaka ule wa 7, huenda tukaenda mpaka wa 10, lakini tuone itakavyokuwa. Biblia inasema hata Sabato ilipokwisha, ikipambauka siku ya kwanza ya juma, Mariamu Magdalena na Mariamu yule wa pili wakaenda kulitazama kaburi. Na tazama, palikuwa na tetemeko kubwa la nchi, kwa sababu malaika wa Bwana alishuka kutoka mbinguni, akaja akaliviringisha lile jiwe, akalikalia. Na sura yake ilikuwa kama umeme, na mavazi yake meupe kama theluji. Na kwa kuogopa wale walinzi walitetemeka, wakawa kama wafu. Malaika akajibu akawaambia wale wanawake, msiogope ninyi, kwa maana najua ya kuwa mnamtafuta Yesu aliyesulubiwa. Hayupo hapa, kwani amefufuka kama alivyosema. Njoni kapatazame mahali alipolazwa. Nanyi enendeni upesi mkawaambie wanafunzi wake amefufuka katika wafu. Tazama, awatangulia kwenda Galilaya, ndiko mtakapomwona. Haya nimekwisha kuambia. Wakaondoka upesi kutoka kaburini kwa hofu na furaha nyingi, wakaenda mbio kuwapasha wanafunzi wale habari. Na tazama, Yesu akakutana nao akisema, salamu. Wakamkaribia, wakamshika miguu, wakamsujudia. Kisha Yesu akawaambia, msiogope, enendeni mkawaambie ndugu zenu waende Galilaya, ndiko watakako niona. Nao wale walipokuwa wakienda, tazama, baadhi ya askari waliingia mjini, wakawapasha wakuu wa makuhani habari za mambo yaliyotendeka. Ninakushukuru Mungu wetu, Mwokozi wetu, mfalme mkuu. Asante kwa sababu ya mchana mwema, mchana ambao ni wa baraka sana. Wewe uko hapa, naomba utuhudumie, utuponye, zungumza nasi, neema yako iwe juu yetu, katika jina la Yesu Kristo mwana wa Mungu ali hai. Nawe utasema nasi kuhusu nguvu ya msalaba wa Bwana Yesu, jinsi ambavyo msalaba wako umetenda mambo makubwa. Asante kwa utukufu wako, ni katika jina la Yesu, amen. Nguvu ya msalaba. Ili kuelewa nguvu ya msalaba, tunayo kazi ya kufanya, na ile kazi aliyoifanya Yesu pale msalabani, tuna kazi ya kufanya, kuchambua nini hasa nguvu ya msalaba. Sasa Pasaka hii imetutoa mahali kwa wale waliokuja kwenye semina. Naomba nifanye marudio kidogo katika ujumbe huu ili kuweka vizuri. Na katika kuweka marudio kidogo, wokovu wako uliandaliwa kwa kiwango cha juu sana. Uliandaliwa kwa uhakiki mkubwa. Mnakumbuka tuliposoma katika Luka sura ya 19, Yesu akashuka akapanda punda, mwana punda. Akiwa njiani anaelekea Yerusalemu kwenda kwenye mateso, na akawa anajipeleka mwenyewe huku akijua anaenda kuuawa, lakini hakuhofu. Akashuka. Safari inaanzia Yeriko, mahali ambapo Bartimayo kipofu aliponywa. Wakati anatembea njiani, umati mkubwa ukamfuata kutoka Yeriko, kwa sababu walifahamu muujiza alioutenda wa ajabu sana. Kwa hiyo hakuna mtu aliyezuia mguu wake asimfuate Yesu. Na kwa sababu hiyo, Yesu akiwa njiani akawatuma wale wanafunzi wamchukue punda. Akampanda mtoto wa punda ambaye bado hajapandwa na mtu katika maisha yake, kuonyesha kwamba huyu ni mfalme wa wafalme na Bwana wa mabwana, lakini ni mfalme wa amani. Kwa sababu hakupanda farasi, alimpanda punda, mwana punda. Nguvu ya msalaba. Na hiyo yote ni nguvu ya msalaba unatafutwa. Anafika, anapita Bethania, mahali ambapo amemfufua Lazaro. Watu wa Bethania wakajiunga naye. Walipojiunga naye, umati ukao mkubwa. Anateremka kupitia mlima Mzeituni, Yerusalemu ukiwa mbele yake. Watu wote wakaona, wakasema siku ile ya ukombozi umefika. Na watu wakatandika majani na nguo zao barabarani, wanamsubiri mfalme mwenye nguvu,
atakayelikomboa taifa la Israeli. Lakini wakati wanatembea, wanapita juu ya nguo, watu walikuwa wanaimba Hosana, Hosana mwana wa Daudi, yeye ajaye kwa jina la Bwana. Nini walichotaka? Wanataka ukombozi, wanataka uhuru kutoka katika serikali ya Warumi ambayo ilikuwa imewatawala. Lakini hawakujua kazi ya Yesu aliyokuja kufanya sio kuwafukuza Warumi, ni kuwakomboa wanadamu kutoka katika dhambi zao, ili wawe huru dhidi ya maonezi ya shetani, wawe huru dhidi ya magonjwa ya shetani, wawe huru dhidi ya mashambulizi ya shetani. Hawakujua. Umati mzima, mji mzima ukataharuki. Leo mwisho wa Kaisari atarudi kwake Roma, hata kuwepo tena hapa. Lakini wanashangaa, Yesu anaingia mjini. Wakati ameingia mjini, Kaisari yupo na liwali yupo na Herode yupo, Pilate yupo, hagusi. Watu wakageuka, wakasema huyu jamaa kumbe tapeli. Wakati ulipofika wa kusulubiwa, wale waliotandika nguo zao ndio waliosema kwamba huyu asulubiwe. Wale waliotandika nguo zao akiwa juu ya punda ndio waliosema ya kwamba huyu hatufai asulubiwe. Kwa nini? Kwa sababu hajaweza kutimiza matakwa yao. Nguvu ya msalaba ni kinyume na matarajio yako. Matarajio yako ni kupokea faida. Nguvu ya msalaba ni kupa uzima wa milele. Haleluya! Wale watu walikuwa na makusudi matatu. Makusudi ya kwanza ya wale watu, walimtaka mfalme mwenye nguvu anayeweza kufukuza Kaisari. Walipoona Yesu amemfufua Lazaro, walipomwona amemfufua binti Yairo, walipoona ya kwamba amemponya Bartimayo kipofu, alipoona amewalisha watu 5,000 kwa samaki 2 na mikate 5, wakasema huyu ndiye ana uwezo, anaweza kutumia miujiza yake kutukomboa kutoka ufalme wa Warumi. Lakini haikuwa hivyo, wakafeli katika hilo, wakamchukia Yesu, chukia kabisa, wakamsulubisha. Kumbe wanampeleka kwenye nguvu. Lakini Yesu akiwa pale msalabani alikuwa na maneno 7, na maneno yale ni ya muhimu sana. Anasema Baba, neno la kwanza anasema Baba, wasamehe kwa sababu hawajui walitendalo. Hata pale msalabani Yesu alikuwa anatufundisha kuhusu msamaha. Anawasamehe maadui wabaya, watu wabaya waliomsulubisha, anawasamehe msalabani. Hii inatuonyesha ya kwamba hakuna kosa lolote ambalo tunaweza tukasamehe. Hakuna mtu atakayesema mimi nimeonewa, amenitendea mabaya, amenisema vibaya, kwa hiyo mimi simsamehe. Yesu aliwasamehe watu waliompa msumari. Msamehe yoyote anayekukosea. Hakuna sababu yoyote itakayotosha utakapofika mbele za Mungu. Mungu akikwambia kwa nini huyu mtu yuko moyoni wako, kwa nini umemweka kwenye gereza la moyo wako, ukasema alinikosea sana, alifanya vibaya sana, samehe, kwa sababu hutapata sababu ya kutosha kujitetea mbele za Bwana. Yesu aliwasamehe maadui wakubwa namna hiyo. Haleluya! Aliwasamehe maadui wakubwa namna hiyo. Sema Baba, wasamehe, maana hawajui watendalo. Wakati wewe unamweka mtu moyoni mwako, usikumbuke ya kwamba moyo wako ni hekalu la Roho Mtakatifu. Usikumbuke ya kwamba moyo wako Mungu anakaa huko, Yesu anakaa huko. Ukamweka moyoni, utakuwa umemfungia nje Yesu, umemfungia Mungu nje, umemfungia Roho Mtakatifu nje. Upati tena mwongozo wa Roho Mtakatifu, maisha yako yatakuwa maisha yaliyobeba wafungwa wabaya. Umeifanya moyo wako kuwa gereza la waovu na umeweka ndani ya moyo wako. Yesu ametupa mfano, akasema Baba, wasamehe hawajui watendalo. Bwana asifiwe. Akiwa msalabani anatufundisha msamaha. Wakati misumari, kuna ule moto wa misumari, maumivu makali ya misumari, bado anayo. Sio anawasamehe akiwa amefufuka, anawasamehe akiwa pale msalabani, wakati maumivu yakiwa makali, wakati hali ya kifo imeshuka juu yake, wakati anataka roho, ana maumivu makali, kabla hajafa anawaombea Baba wasamehe. Anasafisha moyo wake asiwaweke
wasamehe wote waliokuonea, watoe moyoni mwako. Mungu yupo, atakuinua. Yale majeraha unapata, Mungu atayafuta. Haleluya, amen. Wale waliokuwa kwenye semina wanakumbuka jambo jingine, akasema Eloi Eloi lama sabachthani, Eloi Eloi lama sabachthani. Anatufundisha kuhusu ubaya wa dhambi. Ubaya wa dhambi. Dhambi ni mbaya. Kwa nini Yesu maana ile ilitafsiriwa pale pale, sio siku ya pili, ilitafsiriwa pale pale kwamba maana yake Mungu wangu mbona umeniacha, si ndio? Mungu anachukia dhambi, anamwacha mwenye dhambi. Wakati Yesu alipokuwa pale msalabani, ilipofika saa 9 wakati wa kifo chake, dakika chache kabla, Mungu alimwacha Yesu. Kwa nini? Dhambi zote za ulimwengu zimekuja juu ya Yesu. Yeye mwenyewe akafanywa dhambi badala yetu, akachukua mapigo ambayo sisi tungeyachukua, akachukua mateso ambayo sisi tungeyachukua, akafunikwa na dhambi. Na kwa sababu Mungu hataki dhambi, maana imefanyika dhambi, akaondoka. Maana yake kwenye mateso yote Mungu alikuwa pamoja na Yesu. Tangu pale bustani ya Getsemani, wakati alipoona hali ni mbaya, aliposema Baba, ikiwa ni mapenzi yako kikombe hiki kiniepuke, Mungu alikuwa pamoja naye, alituma malaika akamtia nguvu ili astahimili mateso ya msalaba. Lakini ilipofika saa fulani, Mungu alimwacha, kwa sababu Yesu sasa amefanya dhambi kwa sababu ya dhambi za ulimwengu. Jinsi Mungu anavyochukia dhambi, akamwacha mwana wake wa pekee anayeitwa Yesu, mwana wake wa pendo lake, akamwacha. Yesu akahisi amebaki peke yake. Yesu akahisi hana nguvu tena. Yesu akahisi Mungu ameondoka. Alafu akafungua kinywa chake, akaita, akasema, Baba, mbona umeniacha? Mbona niko peke yangu, nateseka peke yangu? Amemwacha kwa sababu ya dhambi. Mungu anachukia dhambi. Dhambi unazozitenda Mungu anaweza kukuacha. Dhambi unazozitenda Mungu anaweza kukuacha kwenye hatari. Dhambi unazozitenda Mungu anakuacha kwenye magonjwa. Dhambi unazozitenda zitaharibu maisha yako. Kataa dhambi kwa sababu Mungu anachukia dhambi. Alimwacha Bwana Yesu kwa sababu ya dhambi alizozifanya. Je, unapofanya dhambi utakuwa pamoja na Mungu? Wale wanaoibia dhambi. Bwana asifiwe. Amen. Hivi unatendaje dhambi alafu mchana kuta ukakaa salama, usiku ukakucha wewe uko salama, umetenda dhambi? Huu mzima kweli? Wewe una akili timamu? Wokovu wako uliangaliwa? Lakini katika semina yetu sio tu hivyo. Tunaona ukaguzi mpana uliofanywa kwa ajili ya Yesu, afanye kuwa mwana kondoo wa Pasaka. Bwana Yesu asifiwe. Yesu alipofufuka alikuja akiwa na nguvu tofauti kabisa, na mwili wa tofauti, mwili ambao ungeweza kuingia ndani bila milango kufunguka, mwili ambao ungeweza kutoweka bila kutumia mlango, mwili ambao ungeweza kutoweka machoni pa watu bila kuonekana. Ili kuelewa nguvu hizo, ni vizuri sasa tufanye kazi inayoonekana. Unaposoma katika Wakolosai sura ya 2 mstari wa 13 mpaka 15, tumeona Yesu amefufuka. Sasa ona kazi aliyofanya. Yesu alimponda shetani kichwa au nyoka kichwa. Maana yake akamnyang'anya ufunguo wa mauti na kuzimu. Hana mamlaka tena. Hiyo ndio kazi aliyofanya Yesu. Na hapa unagundua nguvu kubwa ya msalaba, kwamba shetani aliyewanyanyasa wanadamu hayupo tena katika ile nguvu aliyokuwa anaitumia. Amedhoofishwa, ametiishwa hadi sifuri kwa wale wote waliookoka. Lakini sio hivyo, ameondoa hati ya kutushtaki, ya shetani kutushtaki. Ile hati iliyoandikwa majalada yote yamewapwa msalabani. Makosa ya kwanza hayatakumbuka tena, yamefutwa. Yamefutwa. Amedhoofisha mamlaka ya shetani. Lakini sio hivyo tu, nguvu ya msalaba imetukomboa na nguvu ya kuzimu na mauti. Na niliweza kukaa kanisani miezi 2 au wiki 2, baada ya muda nimeshindwa, na nimejaribu
nimeshindwa. Unashangaa analia tena, anapanguza machozi. Kwa nini? Yuko gerezani. Anamhitaji mtu wa kumwambia gereza ni wazi. Anamhitaji mtu wa kumwambia gereza limevunjwa mlango. Anahitaji mtu wa kumwezesha ya kwamba unapaswa utoke. Na akipatikana mtu anatoka kwa jina la Yesu mwana wa Mungu aliye hai. Maana watu wengi wanajaribu kujipambania. Wanataka watoke kwenye magereza hiyo wakiwa wenyewe. Hawataweza kutoka wakiwa wenyewe mpaka atakapopatikana mtu atakayemwambia ya kwamba mlango ni wazi, njia ni Yesu. Ukimfuata Yesu utakuwa salama. Wanamtaka mtu wa aina hiyo. Bwana asifiwe. Ni kweli milango ni wazi. Yesu akiwa kuzimu alivunja milango yote ya baa. Hakuna gereza la shetani tena kule baa. Watu wanaokaa baa na wanaendelea kunywa wanakaa kwenye magereza iliyo wazi, ambayo macho yao hawaoni mlango ulio wazi. Anatakiwa mtu wa kuwaambia, toka huko, ondoka huko, mlango huu hapa, nenda kwa Yesu, aende kwa Yesu. Yesu ampambanie, Yesu amkomboe, amweke huru kutoka katika mateso haya. Bwana asifiwe. Hata kahaba, hakuna mtu anayetaka kuwa kahaba. Ni kwamba tu amekamatika na macho ya kahaba yamefungwa katika ukahaba. Akiangalia upande huu hawezi, bila kujiuza hawezi kupata chakula. Bila kujiuza hawezi kupata ada watoto. Bila kujiuza hawezi hata kodi ya nyumba, hakuna. Macho yamefungwa hapo. Inatakiwa mtu wa kumwambia ya kwamba yuko Yesu. Yeye atakuhudumia, yeye atakusaidia, atafungua milango, atatoka huko kwa mzima. Nimewashuhudia siku moja nikasema, nilipofungua kanisa hapo Babati, pale Ulimajengo, kuna watu walikuwa wanauza maji. Vijana wangu wa kanisa, ni wazee wa kanisa, ni wazee, wanauza maji kwa mkokoteni, yale maji matamu. Wanaenda kuchukua kule chini, wanaleta maji wa mlima kwa raha. Haya mengine si ya chumvi, ukifulia nguo zinapauka. So wakati ule ilikuwa ni biashara nzuri sana. Wanaofua wote wananunua maji. Kwa hiyo kokoteni zimetengenezwa, watu wanauza maji. Wao wanaweza wakaingia kila nyumba, maeneo ambayo mimi hata sifiki. Maana lakini wanapoingia huko wanashuhudia. Wanawaambia watu habari njema. Na tulifungua kanisa pale pia kwa njia hiyo. Wale wanashuhudia wakiwa wanauza maji, watu wanakuja kwa Yesu. Wanashuhudia wanauza maji, watu wanakuja kwa Yesu. Sasa siku nyingine wakutana na dada moja, wanamuziaga maji. Dada, Yesu anakupenda. Tena ukiokoka utakuwa baraka sana. Najua aliwajibuje? Akasema sio rahisi hivyo nyewe mnavyofikiri. Mambo yangu ni magumu. Kwa hiyo haiwezekani mimi kuokoka hata kama ningefanyaje. Napenda lakini haiwezekani nao. Wakamshuhudia wakasema, sasa yule mchungaji wenu si ndio yule anayehubiri pale? Hubiri pale uwanja wa wazazi. Akasema nataka mleteni nyumbani, nimweleze mambo yangu kama inawezekana niokoke. Yule dada tukaenda, ukapanga tukaenda. Nilipoingia nyumbani paka na chumba kimoja tu. Nilipoingia, waangalia hivi hao malaika amepanga nyumba yako kwa picha za utupu za wanawake. Nimekaa picha kubwa kutoka mpaka pale, nyingine kutoka pale mpaka pale, nyingine kutoka pale mpaka pale, nyingine kutoka pale mpaka pale. Kuingia hivi na kutanga na hilo picha na inahamisha kichwa namna hiyo, nageuka hivi, waangalia hivi na waliona nyingine kule. Kaangalia pembeni na nyingine na nyingine. Nasema hapa ni duniani au ni kuzimu? Vipi hivi? Nikawa nawaza hivi, mazungumzo yakaanza. Nikamwambia wewe umewaambia hao watumishi kwamba unataka kuokoka ila mambo ni magumu. Ugumu uko wapi? Tunaye Yesu aliye hai. Sasa akaniangalia akasema, mchungaji, usiseme kirahisi namna hiyo kwamba inawezekana. Kwanza maisha ninayoishi ungejua ni ngumu sana. Nikamwambia kwa nini? Akaleta historia yake, akasema mimi nimeolewa na watoto wawili. Mume wangu alifariki na nyumba yetu na mama tulikuwa tunaishi na mama. Na yeye ndio Arusha. Sasa baada ya mume wangu kuisha kule maisha nikashindwa, nikarudi nyumbani kwa mama yangu. Nimekaa pale hali ngumu. Nimekuja Babati naishi hapa. Na ninajiuza ili watoto wasome. Ninajiuza ili nipate mahali pa kulala. Kwa sasa mchungaji, wewe unaposema okoka, kwa namna hii Yesu ataingia kwa wapi sasa?
Ni rahisi kweli kama unavyosema. Sasa mimi nimekuwa wazi nikueleze kwa sababu wewe ni mtumishi wa Mungu. Ataingia kwa wapi? Yeye akafikiri mimi nitasikitika kama yeye anavyosikitika. Mimi nikasema hiyo tu. Mbona hiyo jambo rahisi? Kwani wewe wa kwanza kujiuza? Wapo wengi makanisani waliojiuza, Yesu akawabadilisha, maisha yakabadilika. Leo wengine ni wachungaji, wengine ni wazee wa kanisa, wamebadilishwa na Yesu. Mbona jambo rahisi na mbele? Hii tu. Akaniangalia. Wakati ananiangalia anatokwa na machozi. Nikaona machozi yanaanza kumlenga-lenga. Nikamwambia hiyo ni jambo rahisi mwanangu. Yesu ana milango mingi. Yaani wewe hujafanya dhambi kupita wengine. Ni dhambi za kawaida tu wamefanya wengi. Na leo watu kama wewe, nikamwambia habari ya Rahabu kahaba, nikamweleza makahaba walioko kwenye Biblia, jinsi Yesu akina Mariamu yule kahaba, nikamwambia hilo ni jambo dogo. Yesu anaweza kutenda leo unaokoka. Ukimpata Yesu, historia ya maisha yako inaanzia hapa kubadilika. Akaendelea kulia. Wakati anaendelea kulia, nikamwambia Yesu mfalme ana huruma sana. Anajua mateso yako, anajua mambo unayoyapitia, anajua hali ya watoto wako, anajua mahali utakapolala, anajua wewe ni mjane, anajua jinsi atakavyokuhudumia. Nguvu ya msalaba. Nguvu ya msalaba imevunja milango ya kuzimu na mapingo ya chuma. Ndio sababu katika Zaburi anasema amevunja malango ya shaba na mapingo ya chuma. Hiyo ndio kazi ya msalaba. Lakini msalaba umetufanyia upatanisho. Zekaria sura ya 9 mstari wa 11 unalinganisha na Yohana 20:17. Ni kufanya upatanisho kati ya mwanadamu mwenye dhambi na Mungu mtakatifu kwa damu ya agano lake. Ndio sababu anasema kwa damu ya agano lake. Haya ni maneno yake mbele ya kiti cha enzi ya Mungu. Baada ya kutoka kwenye ufufuo akapaa kwenda kufanya upatanisho. Ndio sababu akasema kwanza anamwambia Mariamu usinishike, bado sijapaa kwa baba yangu, naye ni baba yangu. Lakini kwenye unabii anasema kwa damu ya agano lako nimewatoa wafungwa wako kutoka katika shimo lisilo na maji. Shimo lisilo na maji ni shimo la Lazaro na tajiri. Lazaro yuko mkono wa kifuani wa Ibrahimu, yule bwana yuko kwenye shimo lisilo na maji. Ndio sababu namwambia baba Ibrahimu, mtume Lazaro achovye ncha ya kidole chake, aje aburudishe angalau kinywa cha ulimi wako. Unaiona hiyo? Shimo lisilo na maji ni kuzimu. Sasa Yesu anafika mbele za Mungu akiwa amebeba kikombe cha agano la damu yake mbele za Mungu. Anamwambia Baba, nimekuja kwa upatanisho, nimewatoa wafungwa wako katika shimo lisilo na maji. Tunakumbuka Yesu baada ya kufufuka kwake, Mathayo 27 inaeleza makaburi yakafunuka, miili mingi ya watakatifu yatoka, yakaenda pamoja na Yesu, wakauingia mji wa Yerusalemu. Watu waliwajua wame nyumbani kwao. Wanaomfahamu Ibrahimu walimjua Ibrahimu. Waliomjua nani aliyefariki juzi ni mtakatifu alitoka akajulikana. Watu wakauingia mji wa Yerusalemu, wakatembea huko, baadaye wakadisapia, hakuna anayejua nao. Lakini ni kule Yesu kuhamisha paradiso kutoka kwenye karibu na shimo lisilo na maji. Nasema ni watu. Lakini nini kinatokea? Ni upatanisho aliofanya kwa damu yake. Alipaa mbinguni akafanya upatanisho mbele za Mungu. Sasa ukitaka kuhakika, soma tena Yohana sura ya 20. Yohana sura ya 20 mstari wa 20 anasema, walakini mmoja wa wale. Kabla ya hapo hamna kitu kweli. Mstari wa 19. Yesu awatokea wanafunzi wake, anawaambia nini sasa? Anawaambia, ikawa jioni siku ya kwanza ya juma, pale walipokuwa hapo wanafunzi, milango imefungwa kwa hofu ya Wayahudi. Akaja Yesu akasimama katikati yao, akawaambia, amani iwe kwenu. Naye akiisha kusema hayo, akanyosha mikono yake na ubavu wake. Basi wale wanafunzi wakafurahi walipomwona Bwana. Basi Yesu akawaambia tena, amani iwe kwenu. Kama Baba mlivyonituma mimi nami nawapeleka ninyi.
Naye akiisha kusema hayo, akawavuvia wampokee Roho Mtakatifu. Lakini mstari wa 20, walakini mmoja wa wale wanafunzi, Tomaso aitwaye Paja, hakuwako pamoja nao alipokuja Yesu. Basi wanafunzi wengine wakamwambia, tumemwona Bwana. Akawaambia, mimi siamini nisipoona mikononi mwake makovu ya misumari na kutia kidole changu katika mahali pa msumari. Huyu ni Tomaso. Sasa Yesu aliwakataza wanafunzi wake wasimkumbatie wala wasimshike. Hata Mariamu alipoenda alimkataza. Lakini jioni alipokuja anawaambia nishikeni. Maana yake ametoka mbinguni, amefanya upatanisho, amerudi duniani, alafu anawatokea tena wanafunzi. Anawaambia nishikeni. Mahali pengine asema wakaogopa, wakafikiri ni mzimu. Akawaambia mzimu hauna mfupa. Mimi nina mifupa, niguseni, nishikeni. Akawaruhusu. Kwa hiyo kazi aliyofanya ni kwenda kufanya upatanisho na kuwatoa wafungwa katika shimo lisilo na maji. Akafanya upatanisho kati ya Mungu mtakatifu na Mungu mtakatifu na mwanadamu mwenye dhambi. Haleluya. Sio tu hivyo, alivunja roho ya dhambi na nguvu za mauti. Alivunja roho ya dhambi na nguvu za mauti. Mauti inatisha, na mshahara wa dhambi ni mauti. Mauti inatisha. Alivunja nguvu za mauti. Ndio sababu duniani mara nyingi tunapata shuhuda nyingi za watu waliookoka. Anakufa, anafariki huko, anaongea mpaka dakika mwisho anaongea. Alafu mwisho anapoteza nguvu, anaondoka bila kelele. Lakini tunapata shuhuda nyingi, mtu kama hajaokoka mapokezi yake ni mabaya, ndio sababu huwa wanapiga kelele. Angalia mabadiliko aina 3 iliyotokea Yesu alipofufuka. Yesu alipofufuka akawa kiongozi wa pekee wa kidini, mwenye historia ya kiongozi aliyefufuka. Viongozi wengine, watu wa dini, wako makaburini, japo watu wanaabudu na wana mahekalu makubwa, lakini viongozi wao wako makaburini, hawajawahi kufufuka. Lakini tuna kiongozi mmoja wa dini, mwanzilishi wa dini ya Kikristo, anaitwa Yesu Kristo. Historia yake inasema amefufuka. Bwana asifiwe. Yeye amefufuka. Na Yesu aliyefufuka ndiye anayeleta mabadiliko yote yanayotokea duniani. Ninakumbuka watu wawili, mmoja hajatajwa kwa jina, mmoja ametajwa kwa jina. Anaitwa Kleopa. Kleopa na mwenzake walikuwa wanafunzi wa Yesu, wako pale Yerusalemu, na ni wanafunzi wa siri. Lakini wale waliotazamia kwamba Yesu angempindua Kaisari. Na wakati Yesu alipofufuka akawakamatia Emau. Yesu mfufuka aliyebadilisha historia ya Kleopa atabadilisha na historia yako. Utakuwa mtu mwingine kabisa. Utasahau taabu yako, utasahau shida yako, utasahau huzuni yako. Yuko Yesu amefufuka, mfalme wa wafalme, ameshinda kifo na mauti. Kwa nini unateseka? Kwa nini unalia? Mwangalie Kleopa. Watu waliokosa matumaini wamepata matumaini, wamekutana na Yesu, Yesu aliyefufuka. Kleopa na wenzake hawajabadilishwa na kaburi iliyo wazi, hawajabadilishwa na kifo cha Yesu, wamebadilishwa na Yesu aliyefufuka, Yesu aliyewatokea. Huyu ndiye Yesu na mhubiri hapa pia. Amefufuka, ameshinda kifo na mauti, amebadilisha historia ya Kleopa. Mtu asiyekuwa na matumaini amepata tumaini, anageuza safari kutoka katika kutokuwa na matumaini kwenda kwenye matumaini, kwenda Emau, kwenda Yerusalemu. Haleluya! Ni mchana wa kupokea mabadiliko. Yuko Yesu anayebadilisha. Yeye hufanya mabadiliko aina 3. Anafanya badiliko la kiroho, anafanya badiliko la kiroho. Wenye dhambi wanakuwa huru, wanapata uzima wa milele, wanatoka kutoka manyanyaso ya adui, wanapata uzima wa milele.
anafanya mabadiliko ya kiuchumi, anafanya mabadiliko ya kisera. Kuna kitu kinaitwa cosmos. Cosmos ni mifumo Kiyahudi. Cosmos inabeba uchumi, cosmos inabeba siasa, cosmos inabeba jamii, mifumo ya jamii inabeba. Sasa wakati Yesu alipokufa pale msalabani, alishughulikia cosmos, ambayo ni mfumo mama wa dunia kwenda, mfumo mama wa dunia kwenda. Anawabadilisha watu kiuchumi, anawabadilisha kisiasa, anawabadilisha kijamii. Bwana Yesu asifiwe. Ndio kazi aliyofanya pale kanisani, pale msalabani, na akafufuka, akatangaza uhuru. Ndio sababu Yesu alitangaza mapema, njoni kwangu ninyi nyote msumbukao na wenye kulemewa na mizigo, nami nitawapumzisha. Umefika wakati wa pumziko, usilie tena. Yuko Yesu aliyefufuka, amefufuka kwa ajili yako na amepaa kwa ajili yako. Amekaa mkono wa kuume wa Mungu, anakuombea. Hakuombea hivyo unavyofikiri, hakuombea hivyo unavyowaza, anakuombea kwa kuugua. Anapoona unaingia kwenye matatizo, anaomba kwa kuugua. Anapoona unaingia kwenye shida, anakuombea kwa kuugua. Bwana asifiwe. Simama kwa miguu yako. Ni wakati wa mabadiliko. Aliwabadilisha wale wanawake walioenda kaburini, akakutana na wale wanawake Yesu aliyefufuka. Akawaambia, nendeni kwa ndugu zangu mkawaambie ya kwamba nimefufuka, tukutane Yerusalemu. Shida kubwa ya wanadamu ni kumtafuta Yesu aliyefufuka katika wafu. Unajua kuna makanisa mpaka leo yanamtafuta Yesu katika wafu. Kuna washirika wanamtafuta Yesu katika wafu. Yule malaika asema, kwa nini mnamtafuta aliyefufuka katika wafu? Yeye amekwisha kufufuka, mtakutana naye Galilaya. Yesu anataka tukutane Galilaya. Galilaya yako ni kuamini kwamba Yesu amefufuka. Na ukikutana na Yesu aliyefufuka, historia ya maisha yako itabadilika. Tunatembea, wakati mwingine tunatembea, wengine Yesu yao yuko msalabani kabisa, wengine Yesu wao yuko kaburini kabisa, wengine Yesu wao amefufuka, wengine Yesu wao hajapaa ila amefufuka, lakini bado hajapaa, hana uwezo wa kuombea, na hataweza kuwa omnipresent, yaani hawezi kuwa mahali kila mahali kwa wakati mmoja. Ndio aina ya Yesu ambao watu wanakubali mabadiliko. Yesu abadilishe moyo wako. Hii Pasaka ibadilishe moyo wako, ikuweke huru, ikufungue kutoka katika vifungo. Bila vifungo ulivyo nayo, kuna aina ya vifungo mtu anayo. Yuko Yesu anayeweza kufungua kwa kupitia msalaba wa Kalvari. Msalaba wa Kalvari utaachilia nguvu, na nyaya za Kalvari ukiconnect utapata nguvu kutoka mbinguni. Kila mmoja waliconnect kupitia nguvu za Kalvari. Wakamwona Yesu mfufuka, huzuni yao ikageuka kuwa furaha, kusononeka kwao kugeuka kuwa shangwe. Ni mchana wa huzuni kugeuka kuwa shangwe, kwa sababu Yesu wetu amefufuka.